tumesonga kidogo, ni sasa dakika 13, lakini neema ya Bwana ipo juu, ipo pamoja nasi. Na ukae katika mkao wa kusikia lile ambalo Roho wa Mungu anataka kuzungumza na wewe. Tuko katika juma la mwisho kabisa la kukumbuka mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, kufa na kufufuka kwake, ambayo ni alama ya ukombozi wa maisha yetu. Katika maisha yetu ya kiroho haya, bila Yesu kufa kwa hiari yake na kufufuka kwake, maisha yetu yangekuwa si kitu chochote. Tunaitwa Kristo, tunatumaini, tuna uzima wa milele, tarajio la uzima wa milele ambao tunalo, lakini pia uzima wa kiroho tunao na ushirika huu tunao wa Roho Mtakatifu ni kwa sababu ya Yesu Kristo, kufa na kufufuka kwake. Kwa hiyo wiki yote tutakuwa tunakumbuka mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, namna ambavyo alivyojitoa, namna ambavyo alivyoteseka kwa ajili yako, kwa ajili yangu, namna ambavyo alichukua maovu yetu yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana wakati mwingine tunapozungumza habari za mateso, tunaona tu ni yale mateso aliyopokea Bwana Yesu, mijeledi ile, msalaba aliobeba alipokuwa akianguka na msalaba mzito. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini turudi nyuma kidogo, tuangalie asili ya uumbaji wa wanadamu. Baadaye kidogo tutaenda kuangalia, baada hapo tuangalie anguko la mwanadamu, tuangalie masala ya anguko la mwanadamu. Baada ya pale maisha yalikuwaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa nini Yesu ilimpasa yeye mwenyewe kuja? Tukiangalia asili ya mwanadamu, ukisoma katika ile Mwanzo 1:27, Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Naomba tusome ile Mwanzo kwa haraka haraka kwa sababu ya muda. Mwanzo 1:27. Asili ya uumbaji wa wanadamu na mshirika wake aliokuwa nao kabla ya anguko la wanadamu. Mwanzo 1:26 na 27. Ilikuwa haraka kidogo. Mwanzo 1:26 na 27 inasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kitambaacho juu ya nchi. 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Mwanzo hii 1:26-27 tunaona sasa ule uumbaji wa mwanadamu. Mungu alikuwa tayari. Mungu akasema, Elohim, alisema Mungu katika nafsi tatu: Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Ukiangalia pale utaona Mungu akasema, umoja na Mungu. Mungu katika umoja, Mungu mmoja na kufanya, lakini Mungu akasema. Unaona pale ni Mungu Elohim. Elohim ni Mungu muumbaji, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Kwa hiyo mwanadamu alipoumbwa katika asili yake ya mwanadamu, tangu mwanzo mwanadamu aliumbwa akiwa mtakatifu. Maisha yake yalikuwa ni matakatifu. Alikuwa kazi moja tu ya kutawala dunia. Na hata tukiangalia kidogo pale, tukiangalia katika Mwanzo 2 sura ya 7, Mwanzo 2 sura ya 7, tunaona sasa mwanadamu sasa yule wa rohoni alikuwa ameumbwa katika ile sura ya kwanza 27.
Sasa tunaona mwanadamu katika nafsi anaonekana katika dunia katika hii Mwanzo 2:7. 2:7. Haleluya. Mwanzo 2:7 inasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa tunaona katika sasa hii Mwanzo 2:7. Mwanzo Mungu alipomuumba katika Mwanzo 1:26-27 aliumba yule mtu wa roho. Lakini sasa tunaona katika ile nafsi inaanza kuonekana pale na mwili katika ile Mwanzo 2:7. Wanadamu kutoka katika ile mavumbi na ile nafsi ambayo tayari kwa mishakungo ile roho ya wanadamu ikapuliziwa pumzi ya Mungu akawa nafsi yake. Lakini ushirika wake wanadamu alikuwa ni mkamilifu mtakatifu. Wanadamu alipewa tu amri moja tu kama jaribio. Ilikuwa kuna sheria ilikuwa ni moja tu. Usile ule mti tunda katika ule mti uliokuambia usile. Hiyo kwa hakika. Ndio agizo na ndio amri ambayo alikuwa amempa wanadamu. Na hiyo ni katika hali ya kumjaribu na kumpima uaminifu wake kwa Mungu. Ukisoma ile Mwanzo 2:17 anasema, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Ushirika wake ulikuwa wa kiwango cha juu sana. Kulikuwa kuna ushirika wa karibu mno kati ya yeye na Mungu. Bustanini, katika bustani ya Edeni, Mungu alikuwa akizungumza naye kila wakati. Alikuwa ni mkamilifu, ni mtakatifu, bila kupungukiwa na jambo lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe wakati Adamu anapewa maelekezo katika ile Mwanzo 2:17 ya kwamba usile ule mti, tunda la mti uliokuambia usile, Shetani naye alikuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka Shetani alishahukumiwa. Alikuwa ni malaika. Tayari alishahukumiwa kutokana na kosa alilotenda. Ukisoma Isaya 14 mstari wa 12 mpaka 15 utaona pale. Ezekieli na ile 28 mstari wa 11 mpaka 17. Zote hizo ukisoma utaona namna ambavyo la Shetani. Kwa hiyo sasa Shetani akatafuta naye pia kumwangusha. Sasa dhambi ile aliyotenda ndio anataka napo kumwangusha mwanadamu ili aweze kuasi kama alivyoasi. Ukienda katika Mwanzo sura ya 3, tusome pale ule mwanzo wa maanguko. Tuende mstari wa kwanza, tuende kidogo mpaka mbele kidogo, tuone hatua kwa hatua. Sura ile ya 3 mstari wa kwanza, tuendelee mbele kidogo mpaka afike wa 8 wa 9. Yes, neno la Bwana linasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiyale wala msiyaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafunguliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafunguliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Mstari wa 8, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Mstari wa 9, Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia, uko wapi?
akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Mstari wa 11 akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiyale? Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Mstari wa 13 Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hili ulilolifanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa, nawe utamponda kisigino. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako, kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiangalia katika ile Mwanzo 1, wakati Shetani alipotaka kuwajaribu Adamu na Hawa, alikwenda akamwingia nyoka. Wengi wanasema Shetani ni nyoka. Shetani ni kiumbe tu. Biblia inasema alikuwa ni mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu. Alikuwa ni mnyama mwenye akili kuliko wanyama wote. Kwa hiyo Shetani alimtumia nyoka, lakini nyoka hakuwa Shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa ni viumbe katika viumbe ambao Mungu aliwaumba na kuweka katika bustani. Lakini hata Shetani naye alipotumika kubali, nyoka naye alipokubali kutumika, Shetani akamwingia. Bado alikuwa na nafasi ya kukataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona wakati tunaanza pale anamwambia eti, ikienda vizuri katika hatua ile sura mstari wa kwanza sura ya 3 anasema, basi eti hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani tunaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema usiale wala usiaguse, usije mkafa. Nyoka akageuza, hapa ni Shetani ndani ya nyoka, akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua kwamba siku mtakuwa kula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho. Sasa mwanzoni, kabla ya kula ile tunda, nafasi ya Adamu na Hawa ilikuwa katika ushirika na Mungu. Ule mti ulikuwa unaonekana ni mti, au ile tunda katika ule mti ilikuwa inaonekana ni tunda la kawaida tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Isiyotamanika kwa namna yote, kwa sababu tayari ile maagizo ya Mungu yalikuwa ndani yao. Ile ushirika kati yao na Mungu ulikuwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya Shetani kuingiza neno kupitia nyoka, akamwambia eti hivi ndivyo alivyosema, akayapitisha yale maneno ya kwamba hapana, Mungu anajua kwamba siku mtakula hamtaishi milele, hamtakufa kamwe, nani mtajua mema na mabaya, mtakuwa kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhambi ile ambayo Shetani anaitenda, ukisoma katika Ezekieli 24:11-17 na Isaya 14, ukisoma ile 12 mpaka 14, utaona ile dhambi ya Shetani. Akasema nitapanda mpaka juu, nikapite, nikafanane na Mungu, mpaka nyota nifanane, nipite kabisa zile nyota,
nifanane na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya Hawa kusikia yale maneno, dhambi ikaingia ndani, wasi ukaingia ndani, moyo ukaanza kunajisika. Ulipoanza kunajisika, nafasi yake ikaanza kubadilika ya muonekano wa kuona na Mungu. Akaanza kuona ule mti. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ule mti, anasema akaanza, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, baada ya kusikia maneno ya nyoka au ya shetani, moyo wake ukatikisika. Yale matunda ambayo mwanzo aliyaona ni Mungu ameyazuia, ghafla nafasi yake kaanza kubadilika. Akaanza kuyaona yafaa kwa chakula. Sio tu kwamba yafaa kwa chakula, pia yanapendeza macho. Mwanzo kuona hivyo, mwanzo aliyaona ni matunda ya kawaida, aliyaona ni matunda ambayo Mungu ameagiza alipokuwa anaushika. Aliposikia tu shetani na ndani yake akaruhusu, unataka kufanana kuwa sawa na Mungu, umpindua nafasi ya Mungu, akaanza kuona kama shetani anavyoona, yafaa kwa chakula. Mwanamke alipokuwa anaona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, na ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe akala. Nini kinatafutwa? Anataka kufanana sawa sawa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaona sasa baada ya kula ile tunda akampa na mumewe naye akala. Baada ya kula wakajiona wao uchi. Nafasi yao waliokuwa nayo mwanzo ya ushirika na Mungu aliowaumba wakiwa watakatifu, waliowaumba wakiwa wanafanana kwa sura yake, kwa mfanano wa utakatifu ya ushirika ambayo Mungu aliumba tangu mwanzo, katika ile Mwanzo 1:27. Nafasi yao ikabadilika katika ile sura ya 3. Wakajiona wako uchi, wakajificha, wakajifanyia mavazi. Bwana Mungu akaita, si kama walikuwa huru, lakini hakuwa huru katika nafasi ambayo wao walikuwa nayo. Nafasi ile wamepoteza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafasi hiyo ambayo walipoteza kutaka kufanana na Mungu, ndiyo shetani pia dhambi aliyoitenda, ndio dhambi hiyo hiyo ambayo alitenda Adamu na Hawa, na kutaka kuwa sawa. Lakini shetani adhabu yake ilikuwa ni kutengwa kabisa moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Shetani hana msamaha. Kwa hiyo hata sisi tulikuwa tuwe hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi aliyoitenda Adamu na Hawa, si ndio dhambi hiyo hiyo aliyotenda ya kutaka kufanana kuwa sawa na Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio dhambi aliyoitenda shetani ya kutaka kufanana kuwa sawa na Mungu. Kwa hiyo sasa hapa tunaona Adamu na Hawa wanapoteza nafasi ya kiroho muhimu Mungu alishika. Wakatengwa na Mungu, wakafukuzwa bustanini. Ukisoma katika ile Warumi 3:23 anasema watu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Watu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuangalie sasa, baada ya pale tunaona sasa dhambi ya asili inaanza kuingia huko. Wengi wanasema dhambi ya asili ni nini? Na kwa nini tunahisi dhambi ya asili? Na kwa nini wazee, baba zetu na babu zetu walitenda dhambi? Kwa nini sisi tunapata hiyo dhambi ya asili? Na nini tofauti kati ya dhambi ya asili na dhambi zingine anazotenda mtu mwenyewe? Hii dhambi ya asili sio wewe unaotenda, ni Adamu na Hawa walitenda. Lakini kwa nini tunapata ile dhambi ya asili? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma katika Warumi 5:12, na watu usome kidogo. Warumi 5:12. Warumi 5:12.
Warumi 5:12. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Warumi sura ya 5 mstari wa 12 unasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa, kwa nini tunahisi dhambi ya asili? Au ni mtoto mchanga kazaliwa leo anayo dhambi ya asili? Kwa sababu Adamu na Hawa wanawakilisha wanadamu wote waliozaliwa baada ya hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa dhambi hiyo walioitenda, dhambi ile ikaingia katika urithi wa watoto wao wote waliofuata, watakaozaliwa maisha yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Adamu, usome neno ule mstari wa 19. Warumi 5:19 anasema, kwa kutokutii mtu mmoja wengi walifanya wenye dhambi. Wengi walifanya wenye dhambi. Kwa nini tunahisi? Ni kwa sababu Adamu na Hawa wanawakilisha watoto wote waliozaliwa baada ya pale. Kwa kutenda kwa dhambi, ile dhambi ilikuwa inalisiwa watoto wao, watoto baada yao. Maadamu ni wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile dhambi ilikwenda moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini lingine, kwa nini dhambi ya asili? Kwa sababu asili ya wanadamu iliharibiwa. Ukisoma katika Mwanzo 1:27 unaona kwamba Mungu asema tufanye mtu kwa mfano wetu. Ule mfano katika asili ya utakatifu. Moyo wa mwanadamu ulipoharibika na nafasi yake ya kiroho ilipoharibika ya kutaka kufanana na Mungu, akatengwa moja kwa moja. Nafasi yake ikahamishwa, na ndio maana unaona Mungu anamuita, uko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Nani aliyokuambia uuchi? Ulikula matunda aliyokuambia wewe usile? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ukisoma katika ile Zaburi ya 51, anasema tena, wakati Mfalme Daudi anatubu dhambi ya uzinzi alifanya Bathsheba. Unaona anasema maneno machache kwamba na Mungu katika hali ya dhambi, hali ya uovu. Mama yangu alichukua mimba katika dhambi. Moyo hali ya uovu. Hili mtoto mdogo akiwa tumboni, lakini bado anasema mama yangu alichukua dhambi katika hali ya uovu. Kwa hiyo dhambi ya asili ilikuwa ni ya kuhusisha. Mtu anapozaliwa tu tayari ana hiyo dhambi ndani yake, kutengwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanadamu walitengwa kama ambavyo shetani pia alitengwa. Ilikuwa tu wanadamu alipata neema, tutaiona mbele, tofauti na shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tunazaliwa tukiwa na tabia ya asili ya dhambi. Ukisoma ile Waefeso 2:3 anasema kwa asili tulikuwa wana wa ghadhabu. Tukisoma hiyo Waefeso 2:3. Efeso 2:3 anasema, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Tunazaliwa na tabia ya dhambi. Yaani unaona hata mtoto mdogo anapozaliwa mchanga, unashangaa mtoto mdogo huyu nani kamfundisha wivu? Akiona watoto wengine wadogo, umebeba mtoto mdogo asiwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Atutaanza kuleta tabia ya wivu. Nani kakafundisha wivu? Nani kakafundisha hasira? Ni tabia ambayo inakuwa ndani ya asili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa zaidi kwamba wanadamu alitengwa na Mungu. Hebu tuone sasa matokeo ya anguko. Tunaona sasa dhambi iliasili kiroho, ikaasili kimwili,
ikaasili pia katika maumbile ya utendaji kazi. Choo tulitengwa. Tumesoma ile Warumi 3 ule mstari wa 23. Tunaona kwamba wanadamu walitengwa, wote tumetenda dhambi na kutengwa na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hebu tusome ile Warumi 3:23. Amen. Warumi 3:23 inasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote wamefanya dhambi, ni mimi na wewe, wote tumetenda dhambi, wote tunatenda dhambi ya asili ya Adamu. Lakini kimwili tulistahili hukumu mauti. Ukisoma katika ile Warumi 6:23 anasema mshahara wa dhambi ni mauti. Tulistahili kufa. Mshahara wa dhambi ni mauti. Wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kulikuwa hakuna nafasi nyingine tena ya kuitwa jina watoto wa Mungu. Tulikuwa tunaitwa wana wa Ibilisi. Na ndio maana Mungu akamfukuza katika ile bustani. Kwa sababu amepungukiwa na utukufu wa Mungu, amepoteza nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na unaanza kuona kwamba baada ya kumfukuza, Mungu alipomfukuza Adamu na Hawa pale bustanini, unaona sasa wanaondoka mahali pale, tunaanza kuona sasa dhambi ile inaanza kuingia. Uovu unaanza kuongezeka. Ukiangalia dhambi ya kwanza ni ile ya Abeli. Kaini anamuua Abeli. Ukisoma katika Mwanzo ile sura ya 4 mstari wa 8, tutaona pale Kaini anamuua Habili. Dhambi ya kwanza. Hao watu walikuwa bustanini katika ushirika wao na Mungu. Lakini baada ya kutengwa na Mungu, tunaona uovu ndio unaongezeka. Uovu unaongezeka. Ubaya unaongezeka. Basi unaongezeka. Mpaka tunakuwa mpaka mbele sasa tunaanza kuona hukumu. Baada ya maovu mengi kwa mizidi, yamekuwa mengi ambayo sasa yamefika katika uso wa Mungu. Yamefika uvumilivu. Tukiwa kwanza tunaanza kuiona, tunaanza kuona sasa gharika la Mungu. Gharika la Mungu. Tangu Adamu mpaka Nuhu, ukiangalia pale ni vizazi 10 vimefika. Vizazi 10. Kwa hiyo unaona uovu umeanza kuendelea. Umeendelea. Kizazi cha kwanza kile cha Adamu baada ya kufukuzwa. Kizazi cha pili kikaja, cha Seshi. Kikaendelea kizazi cha 3, cha 4, cha 5, cha 6, mpaka kizazi cha 10 kinafika cha Nuhu. Baada uovu umeendelea. Ukiangalia pale ni karibu miaka 1800. Bwana Yesu asifiwe. Imepita na 85. Miaka 1885. Kizazi cha 10. Ukiangalia kuna watu wanaishi miaka 900, wengine 700, wengine 800. Wengine 900, wengine 700, wengine 1000 kwa wazazi, ikawa inashuka. Mpaka Nuhu anaishi miaka 600. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu unaweza kaona miaka kizazi cha 10 kile tangu Adamu ilikuwa ni miaka 1885. Ukipiga ukianza kuangalia ile miaka vizazi 10 vimepita, bado uovu unaongezeka. Mungu anaamua, anagairi. Kwa sababu katika ile 6, tusome ile Mwanzo 6. Ukiona yeye mwenyewe Mungu anasema. Mstari wa kwanza tuone pale. Mwanzo 6:1 inasema, ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao. Wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaona pale Bwana akagairi. Bwana akasema roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Kwa sababu Bwana alihuzunika sana kwa sababu ya maovu mengi. Angalia katika Mungu wasi wa Adamu, ile dhambi ya asili imeendelea kutafuna mwanadamu, kumtafuta mwanadamu mpaka kizazi cha 10. Miaka 1885 imepita. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaamua kwa gharika kuua
watu wote wenye mwili, wakabaki tu wana watatu, watu watano. Bwana Yesu asifiwe. Shemu, Hamu, Yafet pamoja na Nuhu mwenyewe na mke wake, pamoja na kila aina ya uzao wa wanyama waliokuwa katika uso wa dunia, waliwaweka kuwa mbele kwa ajili ya dunia nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika safu. Lakini hebu angalia sasa, bado uovu haukuisha. Haya ni kama vizazi viwili vitatu mbele. Ni kama vizazi vitatu au vitano. Tunaona mnara wa Babeli. Mnara wa Babeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnara wa Babeli. Mnara wa Babeli. Kati ya kizazi cha 14 na cha 15. Unaona kati ya vizazi vitatu na vitano baada tu ya gharika ile kutokea. Pia wakamwasi Mungu. Wakasema katika ile Mwanzo 11, ukisoma ile sura ya kwanza tuone. Watu kaasi wakataka kuanza kutengeneza kufika mpaka Mungu aliko. Basi umeongezeka duniani. Basi Mungu akaanza kuwatawanya. Kizazi hicho ni kizazi cha 4 mpaka cha 5 baada ya Nuhu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwanzo sura 11 mstari wa 3. Mstari wa kwanza. Amen. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Wakaambiana, haya na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Unaona watu wanaweza kuasi, wanataka kumpandia Mungu huko aliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sasa unaweza kuona kizazi cha 3 mpaka cha 4 baada ya gharika la Nuhu, hata wale waliozaliwa baada hapo bado walikuwa na ile dhambi ya asili. Uovu. Tunaona hajaishia Sodoma na Gomora. Kutoka Nuhu mpaka Abrahamu ambapo ndio Sodoma na Gomora ilipotokea. Tunaona ni vizazi 10 mbele. Vizazi 10 mbele. Ni takriban miaka 3000 na tangu gharika, kwa sababu miaka ilishaanza kupungua. Watu walikuwa wanaishi miaka 300 mpaka chini kupungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona sasa ni takriban miaka 3171. Akarudia uzao wa Yesu. Tunaona kwamba ni Shemu ndio anachukua uzao wa Yesu. Katika wale watatu wa Nuhu, Shemu tunaweza kuhesabu kuanzia Shemu na kwenda mbele. Kwa kutoka Shemu mpaka Abrahamu ni vizazi 10. Miaka 3171. Kwa hiyo basi na watu wanaishi ni miaka 300 kushuka chini. Miaka hiyo inashuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sodoma na Gomora ni uovu mkubwa mno ambao ulichaa ukafurika. Ukisoma katika ile Mwanzo 13 mstari wa 3 tunaona pale dhambi ya Sodoma na Gomora ilikuwa kubwa mno. Na wakisoma katika ile Mwanzo 18:20 mpaka 19 utaona jinsi ambavyo Mungu alipojaribu Sodoma na Gomora, kwa sababu walifanya mambo ambayo yaligeuka kuwa asili ya mwanadamu wa Mungu aliyekasa. Na kwa sasa unaona kusoma katika ile Mwanzo ile Warumi sura ya kwanza mstari wa 20 unasema wakageuka katika fahamu zao, wakamkataa Mungu. Hata wanawake wakaanza kufanyana mambo ambayo yako kinyume na asili ya mwanadamu. Mungu akawaacha waanze kuwakema tamaa wao kwa wao. Wakamkataa Mungu katika fahamu zao. Mungu akawaacha waende katika njia zao zilizopotoka. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka Shemu mpaka Abrahamu ni vizazi 10. Miaka 3171. Mungu akaamua kuichoma Sodoma na Gomora. Wakapona watu tu, walipona Nuhu, Lutu pamoja na binti zake wale wawili pekee katika nchi.
bado haikuishia hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda mbele mpaka kutoka Abrahamu mpaka Yesu sasa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona sasa ni vizazi karibu 42. Vizazi 42. Ukiangalia pale kulingana na Mathayo 1, ukisoma Mathayo 1 pale, utaona hii historia ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu na uzazi jinsi ulivyo na mpangilio wake kuanzia Adamu mpaka Bwana Yesu anazaliwa ni kazi 62 tu. Kwa sasa kutoka pale Abrahamu mpaka Yesu anazaliwa ni vizazi 42, ambao ni karibu miaka 3250. Kwa hiyo unaweza kuona miaka 42 kwa umri wa kuishi ni kwamba pale imepungua sasa. Imekuwa kati ya 75 kushuka chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Uovu umeenea, umekuwa mkubwa mno. Mungu alipanga tangu mwanzo mpango wa kukomboa mwanadamu kwa sababu isiyowezekana kwa sababu ya dhambi ya asili. Ukisoma katika ile Mwanzo 3:15 aliposema na uzao wako mwanamke, alikuwa anatabiri juu ya kuja kwa Yesu Kristo atakuponya kichwa. Kumbuka hiyo dhambi ya asili utendi wewe walitenda Adamu na Hawa. Lakini tunahisi. Lakini pia kuna dhambi nyingine na matendo ambayo wewe mwenyewe unayafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo Yesu alikuja duniani akachukua mwili akaja ili kushughulika na dhambi ya asili, lakini pia kushughulika na dhambi ya matendo, kukupa nguvu ya ushindi dhidi ya dhambi, kukupatanisha tena nafasi ambayo tulikuwa tumepoteza, ambayo tulikuwa nayo hapo mwanzo, ambayo ilikuwa imepotea. Hiyo haikutegemeana na mnyama au sheria. Kumbuka Musa, sheria za Musa zilikuwepo, lakini ile sheria ya Musa haiweza kuzuia dhambi, iliweza kuonyesha dhambi. Amri 10 za Mungu zilikuwepo, lakini bado watu walikwenda kuwala, bado watu walikwenda kumasi Mungu. Na pamoja na kwamba amri 10 siku. Kumbuka wamepewa amri 10, wakapewa pale, wakaachiwa. Musa anarudi tena anakuta kujitengenezea sanamu ya ibada wanaanza kuabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amri 10 za Mungu bado ilikuwa suluhisho la watu kuweza kuacha dhambi. Ilikuwa inaonyesha tu usiue, usizini, usifanye uasherati, usifanye hiki, usitamani hiki, waheshimu baba na mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa zinaonyesha, lakini ilikuwa sio suluhisho. Suluhisho ilikuwa Yesu mwenyewe. Yesu mwenyewe kuja na kuvaa mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuvaa mwili. Ili mtoto hii mwenyewe aje duniani afaye mwili. Kwa sasa katika wiki yote hii tutakuwa tunakumbuka mateso ambayo Yesu mwenyewe aliyapitia. Ukisoma katika Isaya 53 tusome na ule mstari wa 6. Mstari wa 6 inatuambia tulikuwa kama kondoo tuliopotea. Kondoo tuliopotea. Kila mmoja amegeukia njia yake mwenyewe. Na Isaya 53 mstari wa 6 inasema, sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Sisi sote tulikuwa tumepotea, na Bwana ameweka maovu yetu juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tumepotea. Ukirudi nyuma kidogo katika Isaya leo ya 53, hebu soma kuanzia mstari wa 3 mpaka ule wa 5. Soma ule 53 mpaka ule wa 5. Alidharauliwa na kukataliwa na watu,